Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye siku ya leo ametuamsha tukiwa hai na wazima na tumeweza kufika hapa kujumuika kwa ajili ya shughuli yetu hii. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, naomba pia nitumie fursa hii kutoa mkono wa pole kutokana na msiba ambao umetukuta wakati tukweko hapa. Hakuna ambaye hajui hamasa za mama yetu yule katika mikutano kwa miaka na miaka. Mwenyezi Mungu kamkhitari, sababu imekuwa lile lile ambalo alikuwa analiamini. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe kauli thabit, amsamehe makosa yake, amuongezee katika mizani ya mema yake na amuingize katika pepo yake tukufu, na sisi atupe usul khatima. Chama inshallah kinafanya utaratibu wa kuendelea na mengine baada ya kumaliza mkutano wetu. Kwa muda huu kama mlivyoelezwa, tumewatuma Mheshimiwa Nasr Mazrui na Mheshimiwa Omar Said Shaban kwenda kufuatilia kivunge na baadaye kumfikisha nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya kumstiri. Tunaomba sote tutakapopata taarifa tujumuike pamoja katika hili, ni letu sote, sisi ni familia moja. Baada ya hayo, ndugu zangu, leo kidogo tuna mtihani mbali ya huo uliotukuta, lakini pia tuna mtihani wa muda na pia jua ni kali sana. Lakini pia kwa sababu tuko shamba tunahitaji kumaliza mapema kidogo ili tuwahi kuondoka na kuwahi kufika mjini. Lakini ndugu zangu, pamoja na hayo, nitaendelea kutimiza ahadi yangu kwenu inshallah, hata kama ni kwa ufupi. Nimerejea na kurejea tena kwamba niliahidi kwamba katika kampeni hizi, katika kila mkutano, tutaanika ufisadi mmoja katika kashfa za kifisadi za miaka mitano ya serikali ya bwana mdogo. Na nilisema na leo narejea tena kwamba tunafanya hivyo kwa sababu moja ya kipimo cha uchaguzi ni uwajibikaji. Aliyeko madarakani kuwaeleza watu kwa nini arejeshwe, na wale ambao hawako madarakani kuwaambia watu kwa nini hawa hawafai na kwa nini tufanye mabadiliko. Sasa nilisema katika mkutano wa ufunguzi ule Unguja kwamba kipimo kimoja kitakuwa ni uwajibikaji dhidi ya ufisadi, na katika hilo maana yake ni kwamba tuna watu wawili. Tuna Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mzalendo asiye na shaka, anayesimamia uwajibikaji, na tuna bwana mdogo ambaye miaka yake mitano tumeshuhudia ufisadi usiomithilika uliomalizia kuwanakamisha wananchi wa Zanzibar. Hasa ndugu zangu, leo nilitaka nigusie kwa ufupi kadhia ambayo ndio muhimu zaidi kwa watu katika ukanda huu tulokuwepo. Ukanda huu wa Pwani umeathiriwa na mengi. Mengine ya ardhi Babduni kayagusa, na mimi na mwenyekiti atakuja kueleza. Lakini katika mwendelezo wa kufichua ufisadi, mimi leo nimetaka nigusie eneo ambalo linahusika nalo, ni kile kilichoitwa sekta ya uwezeshaji wananchi kiuchumi.
Mwaka 2021 mwanzo tumeingia serikalini. Serikali ilikuwa tupu. Bwa mdogo akamuomba almarhum Maalim Seif atumie jitihada zake ili kupatikana kitu cha kuanzia kuendesha serikali, na Mwenyezi Mungu amrahamu Maalim Seif akatuma vijana wake, mmojawapo akiwa Zitto Kabwe. Kwa kutumia mtandao wake na umaarufu wake, Zitto Kabwe akawasiliana na shirika la fedha duniani International Monetary Fund IMF na kuomba wasaidie Tanzania kwa ujumla na Zanzibar ikiwemo kupata fedha ili kukabiliana na athari za kiuchumi za maradhi yale ya COVID-19 au ilivyokuwa ikiitwa Uviko 19. Tanzania kwa sababu hiyo ya kazi iliyofanywa na viongozi wa ACT Wazalendo haidhuru, ili kupatikana ilibidi serikali ingie kati. Sasa ikapata mkopo wa bilioni 1 dola bilioni 1, na kwa sababu ya mchango wetu wa ACT Wazalendo Zanzibar kwa mara ya mwanzo, na bahati nzuri fedha hizi zimekuja kuingia tayari. Rais Samia naye shakapata nafasi, Zanzibar ikapewa milioni 100 dola za Kimarekani, sawa sawa kwa wakati ule na shilingi bilioni 240. Katika fedha zile kulikuweko fungu lilitakiwa lisaidie wananchi wa maskini ambao ndio waathirika wakubwa wa uchumi kudorora wakati ule wa maradhi. Mnakumbuka hali ilivyokuwa. Sasa ndugu zangu, kilichotokea ni fedha zile ambazo zilikusudiwa zisaidie watu, ufisadi ukaanza mapema sana. Miaka 5 ya serikali ya kifisadi chini yake bwa mdogo. Kwanza, Zanzibar ina benki yake PBZ, People's Bank of Zanzibar, benki ya watu wa Zanzibar aliyoiasisi marehemu Mzee Karume. Miaka yote transactions, mfumo wote wa kupitisha fedha zikihusu serikali, Zanzibar imekuwa ikipitisha kwenye benki yake ya PBZ ili kuipa nguvu, kuinyanyua, kwa sababu benki ile ni yetu, inahudumia Wazanzibari. Lakini kuingia bwa mdogo kupelekwa PBZ, zikapelekwa benki ya CRDB. Tunaelewana? Na ikatolewa hoja kwamba zinapelekwa CRDB kwa sababu CRDB nayo itakopesha kiasi hicho hicho kwa serikali ya Zanzibar. Lakini hilo halikuwa, badala yake likaja suala kwamba serikali ya Zanzibar itakopeshwa, na la mwanzo likaambiwa ikopeshwe bilioni 16 shilingi za Tanzania. Ndugu zangu, bilioni 16, kila wakati tumekuwa nikisema kila bilioni 1 ni milioni ngapi? 1000. Kwamba CRDB imekopesha serikali ya Zanzibar kujengea masoko awamu ya mwanzo. Baada ya kuwa mradi wa masoko walikaribishwa watu kifisadi, ukawashinda mradi ule. Lakini nini kilichotokezea? Tulikaangwa kwa mafuta yetu. Zile fedha ambazo za serikali zilizowekwa benki ya CRDB ndio zile zikatoka, sasa inakopeshwa tena serikali na itatakiwa kulipa riba. Sio kama mnifahamu. Wewe umekwenda kukopa kwa Jusa, ukachukua ukampelekea Juma, halafu Juma yule kamkopesha Jusa, Jusa mlipe Juma na riba juu.
Matokeo yake eneo moja ambalo lilikuwa lishughulikiwa na fedha zile ilikuwa ni masuala ya kuwezesha wananchi kiuchumi, kuwakopesha na kuwapatia mitaji katika shughuli zao mbalimbali na misaada mingine. Ilikuwa katika eneo hili zitumike bilioni 31, yani milioni 1031 kuwakopesha na kuwasaidia wananchi wa Zanzibar. Halikufanyika kwa sababu fedha zile zile zikatolewa zikakopeshwa serikali kwa mambo mengine, na serikali ikatakiwa ilipe riba. Badala yake benki ya CRDB ikatoa mkopo wa bilioni 5 tu kati ya 31 ambazo zilikuwa zimekusudiwa. Lakini ukiacha hayo, eneo moja ambalo linawagusa watu moja kwa moja katika fedha hizi zilikuweko fedha za kuwasaidia wavuvi, na hili ndio nataka kulizungumza hasa kwa ukanda huu kwa sababu watu wake wengi ni wavuvi. Katika eneo hili zilitakiwa zitoke boti 277 za urefu wa mita 8 za fiberglass, zikatakiwa zitolewe boti 300 za urefu wa mita 7 za fiberglass na boti nyingine 500 za mita 6 za fiberglass. Lakini mradi ukafisidiwa. Kwanza, fedha shilingi 552 milioni zikawa hazikulipwa. Zimeishia wapi? Wanajua wao wenyewe. 552 milioni. Lakini mbali ya hizo, na pia gharama nyingine dola 934,000, karibu dola milioni 1, takriban dola milioni 1, lakini kwa usahihi zaidi dola 934,200 pia hazikulipwa, ambazo zilipaswa zinunue maboti haya. Baada zaidi, na boti zenyewe hizo chache zilizopatikana zikaelezwa kwamba ni chini ya viwango. Lakini kubwa kuliko yote, boti 427 hazikuwasilishwa kabisa, ambazo ndo zingetumika. Acheni yale maigizo ya boti chache kusogea baharini zikagawiwa, kulikuwa kuna fichwa haya. Boti 427 hazikuwasilishwa. Lakini katika mradi huo pia kulikuwa kufanyiwa ujenzi wa mabwawa ya kufugia samaki, nayo pia hayakujulikana hisabu, mabilioni yakaliwa. Palikuwa patengenezwe mashine ya kutengeneza chakula cha samaki kwa ajili yayo mabwawa. Jumla gharama yake ilikuwa 139 milioni, mpaka ripoti ya mkaguzi wa mahesabu ya serikali anaandika ripoti yake, mashine hiyo ya kutengeneza chakula cha samaki haikuonekana na milioni 139 kaputi. Tunaelewana? Lakini halikuishia hapo. Bilioni 2.2, bilioni 2.2, yani milioni 2,200 zilitolewa kwenda kununua mashine za boti bila ya kutangaza zabuni. Na mwisho, katika boti 600 zokuwa ziletwe awamu nyingine, boti ambazo zilitolewa zilikuwa ni 156 tu. Boti 444 zikawasilishwa, zikatupwa, hakuna aloshughulika nazo mpaka ripoti inaandikwa maboti yamepasuka, yameharibika. Mkaguzi kasema hayafai tena kwa matumizi. Tunaelewana?
Sasa tazameni mabilioni yaliyopotea, na maboti haya ambayo yangekuja kusaidia watu yenyewe tayari yalikuwa chini ya viwango, lakini hayo pia yakatelekezwa, hakuna kimoja ambacho kimefanyika. Haya ndio matokeo ya miaka mitano ya ufisadi wa serikali ya bwa mdogo. Na yameanzia wapi? Pale pale niliposema kwamba umeanza tu, umepata fedha, umezipeleka benki, si benki ya watu wa Zanzibar, ili unufaike. Na wasifikiri hatujui, tunajua kwa nini benki ya CRDB imekuwa ikipendelewa katika mambo haya. Kuna watu wana hisa zao huko zinapelekwa ili wachume faida, huku unaiua benki ya watu wa Zanzibar. Na iko siku maalum tutakuja kuwachambulia jinsi PBZ ilivyofisidiwa katika miaka mitano hii, mpaka watu wengine wa maana wajuzi vijana Kizanzibari wakaacha kazi kwa sababu ya kuchoka kushuhudia ufisadi unaoendeshwa pale. Lakini kubwa katika hili walioathirika ni hawa wavuvi wa Matemwe, wa Mbuyutende, wa Kigoma na kwingine kote, ambao walitegemea maboti haya yangekwenda kwao yakanufaisha. Fedha ambazo si msaada, ni mkopo, zinakuja kulipwa kwa kodi zetu. Maana hiyo muhimu tulielewe, sio msaada, ni mkopo, zitakuja kulipwa. Kila unapopita mabilioni yanaliwa. Na hili ndugu zangu ndio sababu nikwambie, haya yaliandikwa katika ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali ya mwaka 22-23 na 23-24 akayanika mengine. Mwaka huu ripoti iliyokuwa siku zote tunaambiwa utamaduni mpya inawasilishwa hadharani kwa mbwembwe. Mmeisikia ripoti ya mwaka huu? Haikutolewa hadharani, na mpaka leo kaipokea bwa mdogo kimya kimya Baraza la Wawakilishi, ambao ni matakwa ya kisheria na katiba kwamba iwasilishwe pale. Hawakuwasilishiwa wajumbe mpaka baraza limevunjwa. Kuna fichwa nini? Madudu kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, tunaposema kwamba uchaguzi huu ni uchaguzi wa kukomesha ufisadi, mfahamu tukiwarejesha mafisadi hawa, watu wataendelea kujinufaisha kwa migongo ya wananchi maskini wa Zanzibar. Ndio ukaona wanatoka kipovu wakali kwamba tunawasema, kwa sababu haya hawataki wananchi wa Zanzibar wayajue. Tumekusudia, tutawaambia hizi si fedha uliokuja nazo mfukoni, hizi ni fedha za wananchi maskini wa Zanzibar, utazitapika hapa hapa Zanzibar. Na katika hili tumesema sote, mwenyekiti anasema kila siku kwamba hatufukui makaburi, lakini kama maiti imezikwa na fedha zetu, tutafukua kaburi, tutoe pesa zetu, kisha kwa heshima turejeshe maiti kaburini kwake, kwa sababu fedha hizi zimeishia kufanya mambo yao huko na miradi yao. Tunaijua ilipo, hatuwezi kuwaachia wananchi wa Zanzibar. Chakula chao hawakimiliki, nyinyi mnatafuna mabilioni yao mkiwapandishia kodi, kuanzia kwenye magari ya abiria, kwenye magari ya teksi, mpaka magari ya beba watalii. Kila siku tozo na kodi mpya. Kwenye maduka ndio hakusemeki, kuanzia wanaoleta mizigo bandarini kutoka nje mpaka wauza rejareja, kuanzia mama ntilie. Leo tumeambiwa mpaka muuza maandazi anaambiwa akate leseni nchi. Lakini huku wao wanapiga mabilioni namna kama hii. Nikuulizeni Wazanzibari, mko tayari nyinyi kuongozwa na utawala wa kifisadi kwa miaka mitano mengine? Mko tayari mabilioni yenu badala ya kunufaisha maisha yenu yakanufaishe familia moja? Mtafanya mabadiliko tarehe 29 Oktoba.